Usioe wala usiolewe kabla ya kujua lugha hizi 5 kuu za upendo. Unajua katika mahusiano, watu wengi waga wanaishi na watu lakini hawajui lugha zao za upendo. Na hii waga inatokea hata kwenye mahusiano. Unakuta wewe unampa pesa, unampa kila kitu, lakini anatokea tu mtu mmoja anamwambia neno moja tu, anakuwa amemuini kabisa huyo mtu katika mahusiano. Siri sio kwamba ni uchawi. Huyo mtu ana lugha yake ya upendo ambayo wewe huijui. Sasa hichi kitu cha muhimu sana, kwa sababu mahusiano mengi yanaharibika au ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu watu hawajui lugha za upendo za wapenzi wao. Sasa leo nitakufundisha lugha ya upendo ya mwenzako, lakini pia nitakufundisha jinsi ya kujua lugha ya upendo ya mtu yote ambaye unahitaji kuanzisha naye mahusiano. Hata kama uko naye kwenye mahusiano, basi ujue lugha yake ya upendo na uweze kuishi kulingana na jinsi yeye anavyopenda, kwa sababu ukiishi kinyume chake ndio hapo unakuta sasa mahusiano yanakuwa hayana maelewano na unajikuta hauna mvuto kwa huyo mtu. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Okay, sasa kwa nini lugha hizi za upendo ni muhimu? Hizi lugha za upendo ni muhimu kwa sababu ndio chanzo kikubwa cha kizuizi katika mawasiliano. Yaani watu wengi kupishana au kutokuelewana ni kwa sababu hawajui lugha za upendo za watu ambao wanahusiana nao. Lakini ukijua lugha ya upendo ya mwenzako, maana yake utakuwa na mawasiliano mazuri na mwenzako. Mara nyingi wanandoa wanapendana sana lakini wanatengana kwa sababu bila kila mmoja anaongea lugha tofauti kabisa ya mapenzi. Kuingia kwenye ndoa bila kujua lugha hizi ni sawa na kusafiri nchi ya kigeni bila kujua maneno yao ya asili. Utajikuta unajielezea kwa nguvu lakini haueleweki. Mmoja anaongea Kichina na mwingine anaongea Kifaransa cha mapenzi. Matokeo yake ni hisia za kutopendwa na upweke mwingi. Yaani chukulia mfano, umeenda labda Marekani, wewe unaongea Kiswahili. Wale watu hawezi kuelewa, utatumia nguvu kubwa sana kuwaelewesha lakini wale watu hawezi kukuelewa. Hivyo pia kwenye lugha ya upendo. Yaani unaweza kuwa unafanya vitu, labda unampa mtu zawadi, lakini lugha yake ya upendo yeye ni maneno. Utajikuta unatumia nguvu kubwa sana lakini kumbe yule mtu anahitaji tu maneno ya kumpa moyo au ya kumtia moyo ambayo yanaweza kumuini na huyo mtu akatulia na akakusamini zaidi. Sasa bila kujua hicho kitu, unaweza kutumia nguvu kubwa sana na kuhangaika na usiweze kabisa kumuini huyo mtu kwa sababu haujajua lugha ya upendo ya huyo mtu. Kwa hiyo hichi kitu ni cha muhimu sana, yani sio cha kupuuzia kwa sababu kitakusaidia wewe usitofautiane na mwenzako na muwe na mahusiano mazuri zaidi. Okay, sasa lugha ya kwanza kabisa upendo ni maneno ya udhibitisho. Hii tunaita word of affirmation. Sasa hawa watu ndio wanapenda sale maneno mazuri ya kusifiwa. Yaani yeye hata usipompa kitu chochote, maneno tu ndio yanamvunja. Yaani hata kuna msemo unasema kwamba yule maneno tu yanamweza. Ndio watu wa namna hii. Wale watu ambao wanapenda maneno mazuri, maneno ya kutiwa moyo. Sasa hapa wakati mara nyingi tunaangalia nguvu ya sauti. Maneno ya sifa kama shukrani, kutia moyo, umfanya mtu huyo ajione anapendwa sana. Mfano, unapendeza sana leo au umependeza sana leo, asante kwa jinsi unavyonijali na kujitolea, au unaweza, hili jambo utalifanikisha, au leo hiyo nguo imekutoa sana, au una akili sana. Yaani yeye ni mtu ambaye anapenda maneno. Yaani maneno ukimwambia mazuri unakuwa umemuini huyo mtu, lakini ukifanya vitu vingine maana yake unakuwa nje ya lugha yake ya upendo. Yaani yeye anachokielewa zaidi ni sawa na sisi wa Tanzania tunavyoelewa Kiswahili. Ili muelewane na yeye, mwambie maneno mazuri, lakini vitu vingine hakuelewi vizuri, anaona kama humpendi, lakini maneno ndo anaelewa vizuri zaidi. Sasa onyo muhimu katika lugha hii ya upendo ya maneno ya kashfa au ziaka humuumiza mtu huyo vibaya sana na huchukua muda mrefu kusahaulika. Sasa kwa sababu maneno yana nguvu kwake na yanampa utulivu na anajisikia vizuri, ukigeuza yale maneno mazuri ukampa maneno mabaya kama kashfa au maneno mabaya ya dharau, waga yanakaa muda mrefu hayawezi kuyasahau kwa sababu yanaingia ndani kabisa, kwa sababu yeye ndio lugha yake ya upendo katika maneno. Sasa ukiongea maneno mabaya, huyu waga yanamshika sana. Kwa makini kama unahusiana na mtu ambaye yeye anapenda sana maneno. Na utamuona tu mtu anakuwa na furahi, ukimwambia kitu anachangamka, anajisikia vizuri, anakuwa na furahi unapokuwa na msifu, unajua kasa huyu mtu anakuwa anapenda yeye maneno zaidi katika mahusiano ili kumthibitishia kwamba wewe unampenda. Lakini lugha ya pili ni kutenga muda maalum. Hii tunaita quality of time. Sasa hawa ndio wale watu ambao wanahitaji
muda, yani uwe naye, umpe muda wako. Unaweza kuwa unafanya vitu vingine vyote, unampa maneno mazuri, lakini kama umpi muda, anaona bado umsamini. Sasa kwenye swala la kumpa muda kuna mambo ya kuzingatia. Jambo la muhimu kabisa ni kuwepo kiakili na kihisia. Hapa sio tu kuwa chumba kimoja, bali ni kuwapa umakini wote bila usumbufu wa simu na TV. Yani unapokuwa naye unaacha vitu vingine vyote, unaanza kumsikiliza, unampa attention. Yani yeye ndo anahitaji hicho kitu. Yani kwamba unapokutana naye yeye anajisikia vizuri pale unapoacha vitu vingine vyote. Na hiyo waga inatokea hata kwa mfano uko na mtu wa namna hiyo, ukiona anaanza kulalamika, unijali, unipendi, pale unapokuwa busy, unapokuwa karibu naye, huyu ndio mtu wa namna hiyo. Yeye anapenda sana muda na wewe. Sasa mambo ya kufanya, unaweza ukatoka naye out mkiwa wawili, au matembezi ya jioni, au kuwa na mazungumzo ya kina ya ana kwa ana. Yani mnakutana, mnaongea. Hapo yeye ndo anajisikia kwamba unampenda. Lakini ukiwa unamsifia tu maneno afu utafuti muda ukaa naye karibu, yeye mtu ataona kwamba wewe au mpendi. Sasa onyo kubwa katika lugha hii ya upendo ni kuwa busy na simu yako ukiwa naye. Humfanya ajione hana thamani kwako, kwa sababu yeye anapenda sana muda na wewe. Unapokuwa busy na simu, unakuwa umsamini, au uko busy na TV au unafanya vitu vingine, anaona kama umpendi na umjali, na hiyo itamuumiza sana. Lakini lugha ya tatu ni kupokea zawadi. Tunasema receiving gift. Sasa hawa ndio wale watu ambao wanapenda zawadi. Yani usipompa zawadi anaona kabisa wewe umpendi. Sasa hii isitafsiriwe kama ubinafsi au yule mtu ambaye anapenda pesa. Kwao zawadi ni alama ya kuonyesha upendo. Yani yeye unapompelekea zawadi ndio anaona kwamba unamsamini. Unaweza kumpa maneno mengi, unaweza ukatenga muda wa kuwa naye karibu, lakini kama umpi zawadi anaona bado haumsamini. Sasa lengo na mawazo, thamani ya zawadi sio pesa, bali ni mawazo yaliyo nyuma ya zawadi hiyo. Yani wale wanasamini tu, sio kwamba paka kitu kio kikubwa. Yani anafikiria kwamba kama huyu mtu amenikumbuka akanunua hichi kitu akaniletea, basi huyu mtu ananipenda na ananisamini. Yani issue sio kwamba kitu kikubwa, yani ile tu ile mawazo ya kukumbuka kile kitu, au ile lengo la kuchukua kile kitu na kumpelekea, yeye ndo anaona kwamba unampenda na kumsamini. Sasa mifano, kwa mfano hata ua la njiani au chocolate au kitu kidogo alichokuwa anakitamani kukipata. Umepita njiani ukakutana na chocolate ambayo anaipenda ukamchukulia, au hata ua au hata saa, yeye ndo anaona kwamba yani unamsamini. Yani unakuta muda mwingine anakuambia wewe unipendi, unijali, kwa sababu tu hujafanya hichi kitu ambacho yeye anaona kwamba unamsamini. Sasa onyo la kuzingatia katika lugha hii ya upendo ya kupokea zawadi: kusahau siku muhimu kama kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa au ya ndoa humuumiza vibaya sana, kwa sababu yeye mara nyingi, unajua haya matukio kama mfano ya siku ya kuzaliwa au ya honeymoon, yani sio honeymoon, siku ile ambayo ni ya kumbukumbu za siku ambayo mlifunga ndoa, mara nyingi waga ni matukio ambayo yanahitaji mtu kumpa zawadi au kumpongeza. Sasa ukiyasahau hayo kwa sababu yeye lugha yake ya upendo ni zawadi, huwa anajisikia vibaya sana. Kwa kuwa makini, kama mwenzi wako yeye ni mtu ambaye anathamini zaidi zawadi, ndio anajihisi kupendwa, basi jitahidi sana usio nasahau hivyo vitu vya muhimu kama kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa na siku ambayo mlifunga ndoa. Hivyo vitu vinaweza vikamuumiza kama ukivipuuzia ukaviona vya kawaida. Kwa hiyo utamjua tu mtu, manake ukiwa unamletea zawadi na anajisikia vizuri, anafurahi, anakuona wa thamani, anakusifu, yani siku yake inakuwa imebadilika kabisa, na anakuwa yani kwenye mazingira tofauti kabisa na wewe ulivyomzoea kabisa mwanzo. Sasa lugha ya 4 ya upendo ni matendo ya kusaidiana. Hii tunaita act of service. Hawa watu ndio wale watu ambao wanapenda kusaidiwa. Kwa mfano kachoka, unampikia, unamsaidia kazi ndogo ndogo ambazo zinamsumbua. Sasa unajua mara nyingi vitendo vinaongea katika lugha hii ya upendo ya matendo ya kusaidiana. Watu wa lugha hii wanajisikia kupendwa pale unapofanya vitu vinapopunguza majukumu au mizigo wao au mizigo yao ya kazi. Pale unapomsaidia kitu ambacho kimepunguza majukumu yake au mambo ambayo alikuwa anafanya, yeye ndo anajisikia vizuri, anaona kwamba unampenda. Hasa mifano ya kusaidia, kwa mfano kumsaidia kupika, kuosha vyombo au kumsaidia kubeba mizigo bila yeye kuomba. Mara nyingi ndo anaona kwamba wewe unamsaidia. Mara nyingi anaona kwamba wewe ndo unampenda. Kwa mfano labda amechoka, unamsaidia kupika, unamsaidia kufungua mlango wa gari aingie, unamsaidia
labda kufua nguo zake, yani vitu vidogo vidogo ambavyo vinamchosha. Kwa mfano labda kuna kazi ngumu ambayo wewe mwenyewe unaweza kuifanya, ukamsaidia, ukaifanya vizuri, yeye ndo anaona kwamba wewe unampenda. Na mara nyingi watu kama wa hivi usipomsaidia unakuwa unamuumiza sana, kwa sababu yeye ndo lugha yake ya upendo. Sasa onyo katika lugha hii ya upendo ya matendo ya kusaidiana, uvivu au kuvunja ahadi za kusaidia kazi humfanya ahisi umemtelekeza peke yake. Mfano siku kasema mimi nimechoka, kwa mfano yeye ndo anapenda hivyo, yani ndo lugha yake ya upendo kumsaidia, ukasema leo mimi nimechoka sikusaidii, au mimi siwezi leo, au kamwahidi kitu usifanye, huwa anaumia sana na anaona kwamba wewe haumpendi na umemtekeleza, yani umemteketeza, yani umemweka pembeni, yani umsamini, na hiyo itapoteza kabisa nguvu ya yeye kukuona kama unampenda. Lakini ni lugha yake ya upendo. Kwa hiyo utakuwa umjue mtu ambaye ana lugha ya upendo ya namna hii ya matendo ya kusaidiana, na uzingatie hivyo vitu, kwamba kama ukiahidi kitu cha kumfanyia basi ukifanye, sio unaahidi alafu usifanye, manake utamuumiza zaidi mwenzako. Lakini lugha ya 5 ya upendo ni mguso wa kimwili. Hii tunaita physical touch. Hawa ndio wale watu ambao wanapenda sasa kuguswa, yani kuwa naye karibu, na sio lazima mpaka eti kufanya tendo la ndoa, hapana, ni ile miguso ya kukaa naye karibu. Unajua mara nyingi hao ndio wanasamini hivyo vitu, na ndio maana mara nyingi wakikosa hivi vitu wanaona kama humpendi au humsamini. Sasa hapa tunaangalia tunaangalia ukaribu wa kimwili. Kwao mguso mdogo wa kila siku ndio uhai unaoonyesha usalama na upendo. Unavyokuwa naye karibu, kumshika mkono, kumkumbatia, kukaa naye karibu, labda mmesogeleana, yeye ndio anaona kwamba wewe unampenda. Sasa mfano rahisi kama kumshika mkono mkiwa mnatembea, kumkumbatia, msalimia hapo, yani unapokuwa mnasalimiana naye unamkumbatia, au kukaa naye karibu sana mkiwa mnaangalia TV au mkiwa mnafanya jambo fulani, yeye ndo anaona kwamba unampenda na kumsamini. Yani pale unavyoenda kumsalimia, ukamkumbatia, au mkiwa mnatembea kumshika mkono au kaa naye karibu mkiwa mnaangalia TV, yeye ndo anaona kwamba unampenda. Sasa onyo katika lugha hii ya upendo ni kupuuza ukaribu huu na kumsukuma anapotaka kukugusa. Hii inamfanya ahisi amekataliwa kabisa. Kwa sababu yeye lugha yake ya upendo ni kukaa karibu na wewe, na ule mguso ndio unamfanya ajihisi kwamba anapendwa. Unapomkatalia, unamsukuma, unakuta mtu labda anakuja kukumbatia ukamkwepa au ukamchenga, yeye anahisi kwamba amekataliwa na hapendwi na atajisikia vibaya. Na hapo ndipo unakuta mtu akishajua lugha ya upendo ya mtu huyo anaweza kumuini kwa haraka, kwa sababu wewe unakuta unampa maneno, unakaa naye kwa muda mrefu, lakini humsamini, yani ukumkumbatia, yani yeye kwa lugha yake ya upendo huionyeshi njia kwamba umeisamini, kumkumbatia, kwa naye karibu, kumshika mkono, yeye anaona kama wewe humpendi kabisa. Okay, sasa siri kuu katika lugha hizi za upendo ni kujifunza lugha ya mwenzako. Lugha yako ya upendo inaweza isiwe lugha ya mwenzako. Siri kuu ya kudumisha mahusiano si kujaza mtungi wako, bali ni kujua jinsi ya kujaza mtungi wao. Mara nyingi tunatoa upendo kwa jinsi tunavyotaka sisi kupokea. Changamoto ni kuanza kutoa kwa jinsi wao wanavyohitaji kupokea. Yani asilimia kubwa mara nyingi waga tunatoa upendo kwa jinsi ambavyo sisi tunataka, au lugha yetu ya upendo ilivyo sisi. Lakini kiukweli unatakiwa utoe upendo kulingana na lugha ya mtu yeye anavyotaka. Lakini ukitoa kulingana na wewe jinsi unavyotaka, ndio inakuwa changamoto. Unakuta mwenzako yeye anapenda maneno ya sifa, wewe unakaa naye muda mrefu na umwambie hivyo vitu. Maana mko tofauti. Unakuta mwenzako anapenda miguso, wewe ufanye hivyo. Mwenzako unakuta anapenda matendo ya kusaidiana, wewe ufanye hivyo. Sasa hapo ndo mtafaruku unaanza, au kutokuelewana ndo kunatokea katika mahusiano. Kujifunza lugha ya mwenzako ni uwekezaji bora zaidi unaweza kufanya kabla au baada ya ndoa. Kabla ya kuingia kwenye ndoa au kabla ya kuingia kwenye mahusiano, utakuwa ujue kwanza lugha ya mwenzako. Na utajuaje? Angalia tu vitu gani ambavyo mwenzako anavifurahia na anavipenda. Na muda mwingine anakuwa analalamikia kwamba yani wewe unijali, hata hui karibu na mimi. Atakuwa anaongea tu, yani wewe msikilize. Sasa hivyo anapovisema mara yake hivyo kwake ndio vya muhimu zaidi, kwa sababu binadamu sisi kwa nini tu makini msikilize. Na ndio maana katika masomo yangu mengi nasisitiza zaidi jifunze kumsikiliza mtu. Pale unapokuwa unamsikiliza mtu unajua vitu vingi zaidi ambavyo mtu anavihitaji. Utasikia tu anasema yani hata unisamini, yani hata unijali,
yani hata hujanipa hata chochote, utajua tu kwenye stori zenu mnapokuwa mnaongea, utaona tu kabisa huyu mtu lugha yake ya upendo ni ya namna gani. Na ukishaijua basi tembea na hiyo, na zingatia vitu vya msingi. Kwa mfano kama ni mtu anapeana zawadi, basi usimwahidi kitu ambacho huwezi kufanya. Manake ukimwahidi kitu ambacho huwezi kufanya, manake utamuumiza zaidi. Kwa soma lugha ya upendo mwenzako na ishi kwa akili na mwenzako ili mahusiano yenu yawe mazuri zaidi. Sasa hebu niambie katika comment ni lugha gani ya upendo ambayo umejifunza leo, lakini pia kama kuna sehemu hujaelewa vizuri, comment hapo sehemu ya comment section na mimi nitakufafanulia vizuri. Asanteni sana kwa wote ambao mnaendelea kulike na kusubscribe channel hii. Mungu awabariki sana. Nachowaomba endeleeni kucomment. Unapo comment ndio unafanya hili somo lizidi kupanda juu zaidi, lakini pia usiache kulike. Unapoweka like ndio unakuwa unaunga mkono kazi hii izidi kusonga mbele zaidi. Kumbuka nitakuwa natoa masomo mengi mazuri zaidi. Kwa jitahidi unakuwa karibu na channel hii ili kujifunza zaidi. Asante sana, mimi naitwa Elikhan Mtz. Mpaka wakati mwingine, bye bye na uwe na siku njema.